Mambo vipi? Hichi chuma kinaanza kwa kutuonyesha huyu jamaa yupo bize, anatafuta kitu kilichopo kwenye hii draw, lakini hakuna alichokipata kwenye hii briefcase. Pindi alipofungua huu mlango, ndege wengi waliingia humu ndani. Upande huu aliona hichi kitabu kina vumbi kinoma. Kumbuka hii ni true story. Filamu inaanzia mwaka huu 2007 na hapa ni kijiji cha Asoka Place, Bandung. Huyu jamaa anaitwa Bri, yupo pembeni na mrembo anaitwa Tete wakitizama mchezo wa kuigiza. Bri anamwambia Tete kwamba Ravana alimpenda sana Sita, lakini Tete anasema kuna mstari mwembamba sana kati ya mapenzi na tamaa. Lakini Bril anamuuliza Tete kama ilikuwa ni tamaa tu, kwa nini Sita alikuwa tayari kufa kwa ajili yake, au ni kwa sababu ya uzuri? Bri na Tete wakiwa wanapita eneo hili, wanaona hawa jamaa wawili wakiwa wanauza karibding. Hichi ni chombo cha muziki cha kale. Tete anasema kifaa hiki kilikuwa kama toi lake zamani. Bri akaona isiwe tabu, alichukua karibding ili kisha akampa Tete ili aonyeshe ujuzi wa namna ya kukitumia. Tete hana muda wa kupoteza, akaamua kumwonyesha show mara moja. Dadeki ana sifa fulani hivi za kihaya huyu Tete. Hapa kuna hawa jamaa wanapiga msuli aka kujisomea. Mmoja wao anauliza kwa nini Nando amechukua gari lake. Jamaa hapa anasema siku zote demo mshikaji wao Nando ndiye ambaye huwazima gari. Upande huu Tete amerejeshwa na Bri, lakini anamshukuru kwa kampani ya Tete kwenda kutazama mchezo wa Wayang Golek. Demo anasema lakini ni mbali sana kule. Mchizi Bri anasema hamna umbali wala nini, haswa linapokuja swala la hisia. Mambo burudani mbona. Bril anamwomba Tete kama vipi amfikishe mpaka nyumbani kwake kabisa, lakini Tete anachomoa. Hawa jamaa walikuwa wakiendelea kujisomea, lakini wanajiuliza kwa nini Nando amerejea mapema au hajaondoka na gari. Mwingine anasema huenda alipata lift ya pikipiki. Nando ameingia hapa, lakini anawauliza nini kinaendelea. Jamaa ikabidi waje kumchungulia Nando nini kimempata, sababu ni kama hawakumbuki kabisa washikaji zake. Bri hapa anarejea nyumbani, lakini kuna kipepeo kinamfuata, nacho kimeingia humu ndani. Jamaa hajajua kama kuna kipepeo kipo naye sako kwa bako, akajifungia zake mlango na kulala zake usingizi. Hapa Bril yupo na hawa jamaa wanapata msosi. Kuna jamaa anauliza uzoefu wa kuishi nyumba za boarding upoje? Huyu jamaa anasema ana uzoefu na unyama ni mwingi kinoma. Hizo nyumba zina vyumba vikubwa, jiko lina kila kitu, kwa ufupi ni hatari fire. Jamaa anasema hata kodi yake ni kawaida sana, hata sio kubwa wala nini. Siku nyingine imefika na Bri ashajiandaa kwenda zake chuo, lakini ameona kuna ua zuri kinoma hapa, so ilibidi afate maji na kuanza kulimwagilia. Jamaa aliambia ua inabidi unywe maji sasa ili ukue vizuri, sawa? Akawasha zake pikipiki yake na kusepa shwa. Bri yupo hapa kimbwetani, nadhani kuna kazi anayofanya, anaonekana bize sana. Mshikaji wake Irwan anamwambia Bri kuna kitu anataka mchane kuhusu kilichomtokea jana usiku kule boarding. Anasema kuna vitu vya kutisha sana. Anasema jana walimuona mtu anayefanana sana na Nando akiingia chumbani kwake, lakini muda mfupi baadaye Nando alirudi nyumbani. Bri haamini hichi ambacho washikaji zake wanamwambia. Hapa Nando amekuja katika nyumba hii na demu wake, so wanaonyeshwa chumba kilichosalia. Pia Nando alitaka kujua kama wote wanaoishi hapa ni wanafunzi, akaambiwa ndio. Mchizi akaomba aingie toilet one time, akaambiwa hamna shida kabisa. Nando amerejea na pisi yake kali Elin kwenye geto lake, lakini anapotizama hichi kioo kuna kiumbe kakiona, lakini anamficha bebi wake kwamba hamna kitu. Lakini jamaa kastuka. Jamaa alitoka nje na boda faster na kusepa. Pisi haielewi hapa nini kinaendelea. Nando akishua sana huyu jamaa. Hapa yupo na pisi yake kwenye gari, lakini amemsurprise kwa kumnunulia mkoba ambao Elin amekuwa akiuzungumzia sana, so Elin amefurahi sana hapa. Nando naye ameona pisi yake imefurahia zawadi. Elin hapa analeta mashauzi kuingia humu geto. Jamaa akaingia ndani akawasha taa, then anamwambia hebu njoo huku ndani, huko nje utaumwa na mbu.
Pisi ni kali hii, so mchezo, kwani wewe unaionaje? Nando amemwarifu Ellen atulie hapa sebuleni ili yeye amwandalie chai faster. Ellen akiwa anashangaa hapa ghafla anaona ukutani kuna mchoro wa kipepeo. Ellen anasikia chai tayari chai kwamba imeiva na nini, so chukua chai unywe, ili anageuka tu anaona mikono pekee ndio inampatia chai. Akapiga kelele. Ellen alitoka mpaka nje kwenye gari, huku Nando anasikia kelele na kuanza kumuita Ellen, kuna nini huko Ellen? Ellen hataki kufungua mlango. Alichoshuhudia live ni balaa na nusu. Ellen anasema tuondoke hapa, nataka kwenda nyumbani. Pisi haitaki kusema kitu gani kimetokea, ila anataka wasepe tu hapa. Cha kushangaza hata milango inajifunga yenyewe. Kudadeki. Washikaji zake Nando wamerejea hostel hapa, lakini wanaogopa kuingia humo ndani. Mshikaji wao Rude anasema oya, ingieni, hamna cha kuwatisha humo, maana hata hizo taa zipo on. Mbona jamaa wameingia humo ndani, lakini wanaona hichi kimkoba cha mwanamke, wanajiuliza cha nani hichi pia na kinaonekana pia kama ni zawadi fulani hivi mtu aliletewa hapa, au Nando kuna demu alimnunulia zawadi nini. Wakaamua kupotezea. Irwan alipokuja huku alikanyaga kipande cha kikombe, wakasema Nando bana anapasua kikombe, anashindwa hata kusafisha. Irwan alikuja kuvitupa vipande vya kikombe kilichovunjika, lakini alipotizama kwenye kioo aliona kama sura ya mwanamke, lakini mchizi anageuka hapa na hakuna kitu anakiona. Akaanza kuita Bri, pashaanza kuchangamka huko ndani. Unaambiwa Irwan alikuja sehemu ambayo alihisi kumwona yule mwanamke wa ajabu. Bwana, yule mwanamke huyu hapa, na akamrukia Irwan chini, japo hatujaona hapa kama ameguswa. Hii ni shida sana. Cha kushangaza vile vipande vya kikombe kilichovunjika vimerejea pale pale alipokuwa amevitoa. Irwan alimshuhudia mwanamke huyu juu ya meza na kuanza kupiga kelele. Asep alifika hapa chap kuona nini kinaendelea ili amsaidie. Hakuna namna tena, ni balaa. Mshikaji wao Don amerejea, lakini anashangaa kuona hali iliyomkumba Irwan. Wanaanza kulaumiana hapa, ni kipi kimetokea? Mbona imekuwa ghafla? Kwa ufupi, Irwan hayupo katika hali ya kawaida ya binadamu iliyozoeleka, lakini jamaa anasema one forgive me, kwamba Irwan samehe. Huyu jamaa akachomeka mkono humu ndani, kisha akachukua kanywele akamgusa na hako kwa unywele mshikaji akamwekea mdomoni. Jamaa ghafla akili inaonekana kurejea kwa namna fulani, lakini anajisikia kichefuchefu sana, harufu nzito kinoma. Don fundi bwana. Irwan yupo mtukati akiwa anatoa ushuhuda wa kile kilichotokea siku ya jana usiku, kiasi cha kuonekana kama ni zombie and zombinyo. Irwan anasema kiumbe hicho ni mwanamke ambaye ana nywele ndefu, lakini anaonekana mwenye hasira sana. Nando naye anasema mchumba wake jana usiku anasema alimuona mwanamke kama huyo, anatisha sana. Asep ana mlaumu Nando kwa kumleta mpenzi wake katika nyumba hii. Hilo limemkasirisha sana huyo roho, na ndio maana ameanza kuleta mabalaa humu ndani. Wengine ndio wanasanuka kuwa jamaa kaleta mwanamke humu ndani. Anaulizwa mlifanya nini baada ya kumleta? Jamaa anasema hapana, hakuna kitu tulifanya, kwa sababu aliogopa kakimbia. Upande huu mrembo wake Bri ambaye ni Tete anapiga kile kifaa cha muziki alichonunuliwa na Bri. Bri naye amefika sehemu hii, lakini hapa anamuuliza kama amemsubiri kwa muda mrefu sana. Bri anamuuliza mrembo wake Tete kwamba tumeshakutana mara nyingi, lakini sifahamu unapoishi wala wazazi wako wanapoishi. Tete anasema Bri, ujue kila kitu kina muda wake, na wakati utakapofika basi utafahamu hilo, halina shida kabisa. Tete anamuuliza Bri, lakini unafahamu ulipokuwa unanifuata na kunirejesha, sasa kwa nini haukupambana kujua mahali ninapoishi? Jamaa anasema niliogopa ungekasirika sana. Hapa Nando anamshauri Asep kwamba wahame nyumba hii ya boarding, maana haiishi vitisho. Irwan anaonekana hayupo tayari, anasema ni mpaka wakubaliane kuhama. Nando anamuuliza hivi, na maana hiyo mizimu inayosumbua wewe haikusumbui hata kidogo, sio? Tuhame, mimi sitaki tuje kupatwa na matatizo makubwa zaidi ya ambayo tunayapata sasa hivi ndani ya nyumba hii. Kuna jamaa anasema bwana we, kama unataka wewe kuhama basi hama wewe,
sio kushawishi watu wengine waondoke. Walibishana, unaambiwa, mpaka ugomvi ukatokea hapa. Wakazichapa kidogo kwa namna fulani, ni noma na nusu. Bree anapigiwa simu na mshikaji wake pale boarding, akijulishwa kuwa Nando anataka kusepa kama vipi arejee home ili waone wanasovu vipi hiyo issue. Unaambiwa kwamba huku wameshagombana sana na Asep, lakini Bree anasema hao wote ni washenzi tu, utoto unawasumbua. Nando hapa alikuwa akihamisha vitu vyake. Doni anamuuliza anaelekea wapi, lakini jamaa ni kama kasusa. Hafla Bree anarejea na pisi yake Tete kwenye bodaboda na muona Nando anahamisha vitu. Irwan anashtuka sana kumuona huyo mrembo Tete hapa, akaona isiwe tabu, akamvuta Bree pembeni na kumwambia kwamba huyo mwanamke aliyekuja naye anafanana sawa kabisa na mzimu ambao nimeuona jana usiku na siku kadhaa zilizopita. Bree haamini anachoambiwa hapa, na Irwan anasema nawe umeanza kupagawa kama Nando, sio? Nando aliona isiwe tabu, akachukua vifurushi vyake na kuamsha popo haraka sana eneo hili. Bree anamfuata mrembo Tete na kumwambia nisamehe sana, nadhani rafiki zangu vurugu zao zimefanya usiwe comfortable, sio? Tete anauliza nini kimewapata rafiki zako? Jamaa anasema wanasema nyumba hii ina mzimu ambao umekuwa ukiwasumbua. Tete anasema rafiki zako lazima wawe makini kwa kauli zao na tabia zao pia, kwa sababu kila eneo lina taratibu zake na kile kisichoonekana bado kinaweza kuwepo pia. Bree woga ulikuwa umemwingia sana hapa na haelewi cha kufanya. Unaambiwa ni noma sana. Hawa vijana watatu usiku huu walikuja kwa jamaa anaitwa Corporal. Kabla hawajazungumza chochote, Corporal anawaambia kwamba kuna shida gani boarding kwenu ambapo mnaishi? Jamaa wanashangaa, huyu kajuaje? Mbona hatujamsimulia hata kitu? Ikabidi wamuulize, inaonekana kuna kitu unakifahamu kuhusu makazi yetu, sio? Jamaa anasema kila kitu cha asili kina maana yake, na watu wa karibu pekee na vitu hivyo ndio wanaweza kutambua vitu hivyo. Hapa wanaambiwa wewe na mwenzako mnapaswa kuwa makini kwa kila mnachozungumza na tabia zenu, sababu kila mahali kuna taratibu na kanuni zake, na binadamu anapokea vitu kulingana na vitendo vyake. Jamaa wamerejea kutoka kwa mtaalamu. Baada ya kuingia humu ndani, wanaulizwa mmetoka wapi usiku huu? Wanasema tumetoka kutafuta msosi kule Yanti, lakini tumekuta jamaa ameshaondoka, so msosi tumeukosa. Bree alikuwa serious sana na hilo swali ambalo anawauliza hawa jamaa. Hapa wanawaza kama watamwambia Bree kile ambacho anko wao Corporal kawaambia, huenda siwaamini. Wanaulizana pia mbona Bree kabadilika sana hivi sasa, yupo kama alivyokuwa Nando kipindi kile kabla hajaondoka hapa. Bree alikuwa anafanya kazi zake kwenye kompyuta, lakini kwa mbali kuna sauti ya mwanamke anaisikia ikiimba. Ikabidi afuate mwelekeo sauti inayosikika ndani ya nyumba hii. Alipokuja huku, ghafla anamuona mwanamke amekaa sebuleni. Simu ya mezani iliita hapa. Bree alipogeuka kuitizama na yule mwanamke alitoweka ghafla. Bree ameipokea simu hii, anapouliza ni nani, namba mpya, anaambiwa pole kwa kukupigia, muda umeenda sana, lakini nauliza hivi Irwan na Nando walitoka mtoko jana? Bree anaulizwa nini kiliwatokea. Jamaa anasema labda nikiwa mbali na hapa naweza kuzungumza vizuri zaidi. Upande huu washikaji wamekuja kuangalia mchezo wa kuigiza kama kawa kama dawa, lakini huyu mwigizaji anaongea maneno yenye uchungu sana. Anasema katika dunia hii hakuna mtu amewahi kupitia mateso kama yeye, iwe usiku au mchana. Kwake ni ugumu tu wa maisha, ndicho kitu pekee anachoweza kukizungumzia zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Demo anasema yeye alikuwa akiota ndoto za ajabu za kutisha kila inapoitwa leo. Huyu hapa Tete anapiga hichi kifaa chake Karinding. Bree anamwambia hivi, kwa nini hata ukitabasamu mimi naona kuna huzuni ndani yako? Tete anasema hata kama ukijua changamoto au magumu yangu utafanya kitu gani? Bree anasema ujue nimejaribu, lakini nimeshindwa kujua wewe ni mtu wa namna gani. Tete anasema hii hadithi ni ndefu sana na historia muda mrefu sana ambayo niliamua kuachana nayo kabisa, na kama nitaamua kuizungumzia itanikumbusha mambo magumu na kurejesha huzuni ambayo niliamua kuizika kwa kukaa kimya pasipo kuizungumza popote kabisa. Bree hapa anapewa mchapo kwa kuna hii siku alichukua hii diary na juu ilikuwa na picha ya Tete, yes, lakini imeandikwa Diary Helena. Na hii ilikuwa ni mwanzoni kabisa mwa movie. Kama unakumbuka, Bree alichukua hichi kitabu katika chumba ambacho ilibidi aanze kuishi huko.
Tete anasema enzi hizo nilikuwa nikipenda sana watoto na kucheza nao, lakini baada ya miaka mingi ya ndoa na Hendy sikubahatika kuzaa naye mtoto. Hata maelewano ilipofika mwisho, Hendy aliamua kwenda Jakarta kufanya kazi huko. Tete anasema Hendy huko Jakarta alipokwenda alimcheat. Tete anasema kuna siku alipigiwa simu na namba mpya na kuna mwanamke alijitambulisha kama Nina akijiita ni mke wa Hendy. Nina alimwambia achana na Hendy, ni mume wangu na hakupendi tena, na hapa nina ujauzito wake wa miezi 6. Kuna siku hana hili wala lile, anasema alipokea barua kutoka kwa Hendy na barua hiyo ilikuwa ni taraka. Anasema niliumia sana, nililia kwa uchungu mno, haswa mtu unayempenda kisha unapata taarifa za namna hiyo. Ilikuwa ni jambo lisilozoeleka hata kidogo. Maelezo haya yote Bri anayasoma live kwenye diary. Kumbukizi hapa inaonyesha kuwa Tete jina lake halisi lilikuwa ni Helena, na baada ya magumu hayo alichukua uamuzi mbaya wa kujiua ndani ya chumba chao kutokana na msonono wa mawazo uliompata. Msongo ulikuwa mzito sana. Kumbe Bri alikuwa akisoma diary. Baada ya kumaliza kuisoma hadithi hii, anashangaa kuona taa ikicheza na ghafla ikapasuka na vipande vya taa vikamwangukia Bri. Madirisha yanajifunga na vyombo vinatikisika, visu vinajirusha tu humu ndani. Kazi ipo humu ndani na waambia hii leo. Ghafla Bri anamuona Tete hapa live. Tete alianza kuondoka na Bri akaanza kumfuata spidi, lakini hakumuona alipoenda. Lakini jamaa mkononi mwake alikuwa ameshikilia ile diary yake mkononi. Bri amerejea nyumba anayoishi, lakini mawazo ni zaidi ya milioni. Mambo ambayo amekuwa akikutana nayo ni mazito kuliko umri wake. Anaambiwa, jamaa, unakumbuka zile moment alizokuwa akikutana nazo enzi anamsaka huyu manzi? Inoma sana. Unaambiwa hapa Bri amekutana na yule pepo mwanamke ambaye ni Tete, ambaye jina lake halisi ni Helena. Bri anamwomba msamaha Tete kwa kusoma diary yake pasipo ruhusa yake. Bri anaahidi kuwa hatobadilika hata kidogo, ataendelea kusalia kuwa Bri yule kama siku zote. Bri alikuwa mbuzi, hacheki bwana, wewe wakakumbatiana. Bri amerejea magetoni hapa, hacheki na wowote. Unaambiwa anapiga mluzi tu. Jamaa wanashangaa, mbona Bri yupo hivi na awali hakuwahi kuwa hivi? Bri na mshikaji wake wameamua kumfuata mtaalamu huku ili waone namna watamsaidia Bri ili arejee katika hali yake ya kawaida. Wakiwa njiani kuelekea kwa mtaalamu, walianza kukutana na balaa. Huyu mwanamke kaja kutokea hapa tena, kazi ipo nawaambia, kawatokea. Ni mwendo wa spidi 100 bila kikomo. Jamaa wanakimbia ile mbaya. Bri alipokea simu kutoka kwa Sis, lakini alipogeuka tu anashuhudia live Tete kamjia kivingine safari hii. Dadeki. Bri alitoka spidi, sio mchezo. Naambiwa hawa jamaa kila mtu amekuja kivyake, huku anahema kama mbwa. Jamaa wanampiga nando hapa. Hawana uhakika kama ni yeye au ndo yule mzimu, maana mzimu umeshaanza kubadili mpaka sura. Leo kazi ipo. Mtaalamu amewasili eneo hili la tukio kwa ajili ya kuhakikisha Bri anarejea katika hali yake ya kawaida. Wahuni wapo nyuma ya mganga sako kwa bako. Naambiwa amkeni, ni balaa lingine tena bwana. Wanajiandaa kwa balaa zito hapa. Kuna upepo fulani unasikika ukivuma kwa mbali, so ikabidi amwite huyu shetani. Unaambiwa mganga alirushwa mpaka nje sebuleni. Huku sebuleni nje tena kutoka kule chumbani kwa Bri huyu hapa. Kazi inaanza live hapa bila chenga. Mtaalamu kila kimchapa huyu pepo anakimbia fu. Jamaa alisukumwa mpaka nje kabisa. Waliosalia kila ambaye anajaribu kumchapa fimbo huyu pepo inagoma. Unaambiwa hali ishakuwa mbaya sana hapa. Bri wanamwambia huyu ndiye mwanamke uliyetaka kuwa naye kwenye mahusiano, sasa hichi ndicho ulichokuwa ukikitafuta. Bri anasema sorry Tete, nimekuwa nawe kipindi chote hichi cha mahusiano nikitaka kukujua zaidi, licha ya kujifanya sikuwa na kufahamu wewe. Nilikuwa nataka kuandika hadithi kuhusu, lakini kama unataka kuumiza rafiki zangu, swala hilo siwezi kuruhusu litokee. Huyu pepo anamwambia mimi najua kila kitu kuhusu wewe Bri, na pia nilijua kuwa unajifanyisha unanipenda, lakini ulikuwa na lengo jingine. Huyu pepo kamsimulia kila kitu mpaka siku aliyowahi kumfuma akiandika story kumuhusu Tete. Pepo Tete aka Helena nasema nimekusamehe Bri, na wala sitawasumbua rafiki zako wala kuwatokea tena. Lakini ninaombi moja kwako, naomba unikumbatie kwa mara ya mwisho. Corporal
Anaonya kwamba akifanya hivyo roho yake inaweza kuchukuliwa, lakini Bree anafuata moyo wake na kumkumbatia. Baada ya muda mfupi, Tete anageuka kuwa kipepeo na kuruka nje ya nyumba. Yes, so mwisho wa siku tunaona kuna mchizi alikuwa anasoma hii story. So imeisha namna hii, bonge moja la chuma, noma. Na katika tukio la mwisho, mwanamke mmoja alionekana maktaba, kuna kitabu fulani hivi ambacho kimeandikwa na Bree. Kifungu kinasema kilichoandikwa moyoni hakiwezi kufutika. Huko ndiko kinakobaki na kutupa maana ya maisha. Ndivyo ilivyokuwa kwa kukutana na kuachana kwangu na Tete. Ingawa hatuishi tena katika nyumba ile, kuna kitu cha kina kinachojifunga. Tunabaki kuwa marafiki milele. Oya, noma sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Vitu vikali vinafuata zaidi. Noma na nusu naambiwa.